الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عاقبة أمرنا في خير. Anasema al-musannif rahimahullah ta'ala, babu arkan al-Islam, mlango uliokuja kubainisha nguzo za Uislamu katika irshad al-muslimin. Yubayyin al-musannif huna arkan al-Islam. Hapa musannif anabainisha nguzo za Uislamu. Wa qawluhu babun, yani maana al-bab lughatan, maana al-bab lughatan, maana ya bab fi lugha المدخل. المدخل مبيتيو أو نسيم يقبيتا. واصطلاحا اسم لطائفة من المسائل المشتركة، نجينا لا جملة يا مسائل أبو ينشركيانا أو ينفنانا في أمر ينشركيانا katika jambo moja. وهنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان المسائل المتعلقة بأركان الإسلام. هذا مصنف وإرشاد المسلمين ameanza kuelezea masaili ambayo yanafungamana na nguzo za Uislamu. Kwa hiyo sema babun, kwa maana akaingia katika mlango, anaelezea mlango katika masaili ambayo yanashirikiana na hasa yale masala ambayo yanafungamana na nguzo za Uislamu. وأركان الإسلام هي دعائمه وأعمدته وجوانبه الأقوى. nguzo za Uislamu ni ile mihimili yake na zile nguzo zake, wajawanibuhu al-aqwa, na zile pande zake zenye nguvu, alati la yaqumu al-islam illa alaiha, ambazo Uislamu hausimami isipokuwa katika nguzo hizo. Kwa maana ni jawanib, ni a'mida ambazo zinategemeana. Ukiondoa nguzo moja, basi jengo halisimami. Walislam huwa al-istislam lillahi bitawhid. Na Uislamu maana yake ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpokeshea ibada. Kwa maana kinyume chake ni al-kibr. Istislam, kujisalimisha, kinyume chake ni kiburi. Kwa hiyo unajisalim na kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpokeshea kwamba yeye Allah ni muumba, kwamba yeye ndiye ambaye anatakiwa kuabudiwa peke yake, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ana majina na sifa. Walinqiyadu lahu bitaa, walinqiyadu lahu bitaa, na kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya kumtii, kwa maana uwe ni mtiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walkhulusu min ashirki, na ujinasue na shirki, uziweke mbali. Walbaraatu min almushrikin, na ujiweke mbali na washirikina. Walilislam 5 arkan, Uislamu una nguzo 5. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5. Uislamu umejengewa katika mambo 5 au katika nguzo 5. Shahadati an la ilaha illa Allah, kushuhudia kwamba hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, wa iqamis salah, na kusimamisha swala, wa itai zaka, na kutoa zaka, wa saumi shahri Ramadhan, na kufunga mwezi wa Ramadhan, wa haji albayt, na kuhiji nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alayh. Kwa hiyo hizi ni nguzo 5. Anasema
arkanul islami 5, shahadatu an la ilaha illa Allah wahdah, ni kushuhudia kwamba hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah peke yake. Yeye Allah peke yake ndiye ambaye anaabudiwa kwa haki. Yote ambavyo vinaabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, ibada zake ni batila. Shahadatu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, hana mshirika. Wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama Muhammad ni mtume wa Allah. Athani yaqamu as-salah, yusimamisha swala. Kwa maana athalith ita az-zakah, kutoa zakah. الرابع صوم شهر رمضان، لكفunga mwezi wa Ramadhan. الخامس الحج إلى بيت الله الحرام، لكويت katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tukufu. Man istata ilayhi sabila, kwa yule mwenye kuweza njia ya kuelekea Makkah. Fa shahadatu an la ilaha illa Allah tadmanu al-ikhlas, kushuhudia kwamba hakuna anayeabudiwa kwa Allah, hakuna anayeabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa haki, isipokuwa Allah. Hii shahada inadhamini ikhlas, kwamba umtakasia Allah ibada, bij'ali al-ibadati kullaha lillahi ta'ala wahda, kwamba uzifanye ibada zote kwa ajili ya Allah peke yake. Wa shahadatu anna Muhammadar Rasulullah tadmanu wujuba muwafaqati amali al-'abdi biaf'ali nabii sallallahu alaihi wasallam, na kushuhudia kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah, inamjalia mja ajalie matendo yake yote yaendane na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Usifanye jambo lolote katika dini hii na katika ibada isipokuwa liwe na ikhlas, na usifanye jambo lolote isipokuwa huo umelipokea kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liendane na sunna za bwana mtume. Wa tajridul mutaba'ati lahu wahda, na upokeshe kulikufuata kama ni kwa ajili yake wewe peke yake sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima ibada zako zote uzielekeze kwa Allah, na ibada zako unazozifanya uzifanye kwa vile ulivyozipokea kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo ambavyo anatakiwa kuwa Muislamu, kwamba yeye amfuate mtume sallallahu alaihi wasallam, ikhlas na mutabaa, atakasa ibada kwa ajili ya Allah, na awe mwenye kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minun, na hapa kwa Mola wako hawatuamini, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanya wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni hakimu kwa yale waliozozana. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kisha wasikute katika nafsi zao uzito kwa yale uliyohukumu. Kwa maana mtume akihukumu jambo, wewe ulifuate moja kwa moja, usione uzito. Wa yusallimu taslima, wajisalimishe katika hukumu ya mtume moja kwa moja. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Na muumini wa kweli pale mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah wanapolihukumu jambo, hawi na khiyari, moja kwa moja anafuata yale ambayo yamekuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu thaniyat arkani alislam, na swala ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu. La yajuzu tarkuha, haifai kuiacha, bali yajibu almudawamatu alaiha, bali ni wajibu kwa kila mmoja kuendelea na swala, kama rawa al-Imam Ahmad an Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma an nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu dhukirat as-salatu 'indahu faqala, ilitaja swala kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man hafadha 'alayha, mwenye kudumu katika swala, mwenye kudumu katika maisha yake katika swala, kanat lahu nuran, mtu huyo atapata nuru, wa burhana, na atapata burhan, atapata hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tukumtetea, wa najata yawm al-qiyama, na atapata kuokoka siku ya kiyama. Wa man lam yuhafidh 'alayha, na yeyote yule ambaye hatodumu katika swala, lam yakun lahu nurun, mtu huyo hatapata nuru wala burhan,
na wala hatopata hoja ya kumtetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala najatun, na wala hatokuokoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana yawm al-qiyamati ma Qarun, siku ya kiyama atakuwa na Qarun, atakuwa na sanadidul kufr, na magwiji wa ukafiri kama Qarun, Firaun, Haman na Ubay ibn Khalaf. Wakati watu siku ya kiyama atakuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye atakuwa na nani? Na Firauna, atakuwa na Qarun, atakuwa na Haman na Ubay ibn Khalaf. Hii hadithi dalili ya kwamba swala ni nuru, swala ni upofu, ni hujja ala sidq imani al-abd, ni hoja ambayo ni hoja na ni dalili juu ya ukweli wa mja, kwamba yeye ni mkweli katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Bal inna salata kafaratun lidhunub, swala inafuta madhambi, swala ni yenye kufuta madhambi. Ana Uthman radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min imri'in muslimin, hakuna mtu yoyote muislamu, tahdhuruhu salatu maktuba, inamhudhuria swala, inamfikia swala, anafika katika wakati wa swala ya lazima ya faradhi, fayuhsinu wudu'aha, akatawadha vizuri, wa khushu'aha, na akawa na unyenyekevu uliokuwa mzuri, wa ruku'aha, na akarukuu vizuri, illa kanat kafaratan lima qablaha, isipokuwa hiyo swala itakuwa ni kumfutia madhambi yaliyo kabla yake, ina dhunubi, katika madhambi, ma lam tu'ta kabira, madamu hajaleta madhambi makubwa. Kwa hiyo yale madhambi madogo madogo yote, swala inafuta madhambi yote madogo, madamu mtu hajaleta madhambi makubwa. Tayib, hizi zote ni faida za mtu kudumu katika nini? Katika swala. Wadhalika ad-dahru kullu, na hiyo wadhalika ad-dahra kullu, na hivyo anafutiwa madhambi ya mwaka mzima. Wasalatu laha waqtu muayyan, na swala ina wakati maalum. Yani mtu hawezi akaswali akazikusanya swala zote katika wakati mmoja, la, anatakiwa kila swala aiswali kwa wakati wake. Qala subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, hakika swala imekuwa kwa waumini kwamba ni yenye wakati maalum, na kila mmoja anatakiwa aisimamishe swala. Na baada aliposema iqamu sala, maana yake huwa almudawamatu alaiha, kuisimamisha swala maana yake ni kudumu katika kuiswali. Arukunu thalith, nguzo ya tatu katika nguzo za swala, ni az-zakah, ni kutoa zaka. Tukhadhu min aghniyai almuslimin, zaka inachukuliwa katika matajiri wa Kiislamu, faturaddu ila fuqaraihim, inarejeshwa kwa mafakiri wao. Fahiya shay'un qalilun, ni kitu kidogo, yunfiquha al-ghaniyyu al-muslim, anakitoa tajiri muislamu katika mali yake, anakitoa tajiri muislamu katika mali yake, wa yu'tiha lil-faqir al-muslim, na anampa maskini muislamu. Fala yanqusu al-malu bisababihi, mali haiwezi kupungua kwa sababu ya kutoa zaka, kama jaa inda Muslim ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika Sahih Muslim kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema, ma naqasat sadaqatun min mali, ma naqasat sadaqatun min mali, sadaka haipunguzi mali, bali sadaka inaiongeza mali. Kwa hiyo ni kitu kidogo ambacho mtu anakichukua katika mali yake, anampa maskini fakiri, lakini kinakuwa ni chenye kuongeza, kinakuwa ni chenye kutia baraka katika mali yake, kinamnufaisha maskini, lakini hakipunguzi katika mali ya tajiri, lakini kinakuwa kinamuongezea tahara, ile mali inadhaharika na ile mali inaongezeka, kwa sababu kikibaki katika ile mali inakuwa ni uchafu ambao umebakia katika mali. Wa maana itai zaka, na maana ya kutoa zaka, huwa i'tauha mustahiqiha, ni kumpa yule anayestahili kuipokea, bi ikhraji juz'in
min almal, kwa kutoa sehemu katika mali, ala wajhi makhsus, katika wajhi ambao ni maalum kwa mujibu wa sheria inavyotaka. Sawa sawa, wawe ni wanyama katika hiyo zaka ya mali, au iwe ni nafaka zakatu zar'i, au iwe ni madini zakatu dhahabi wal fidda, na yale ambayo yanakuwa katika hilo kama vile pesa an-nuqud, na ima iwe katika nini, iwe ni katika nini Sheikh, al-mawashi shaitaja, ni wanyama, iwe ni katika wanyama, iwe ni katika nuqud, katika dhahabu na fidda na pesa, au iwe katika urudhu tijara, iwe katika urudhu atijara, ili mali iliyoandaliwa kwa lengo la kupata faida. Ar-ruknu ar-rabi', nguzo ya 4 ni asiyam, ni funga. Siyamu shahr Ramadhan, ni kufunga mwezi wa Ramadhan. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kutiba alaykumus siyam, hakika mmefaradhishiwa funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile ambavyo wamefaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maana sawmi Ramadhan, na maana ya funga Ramadhan, huwa ta'abudu lillahi ta'ala bil imsak min al mufattirat, ni kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujizuia na vile vyenye kufuturisha, kujizuia na vile ambavyo vinafuturisha, min tulu'i al-fajr ila ghurubi shams, tokea kuchomoza alfajiri ya kweli mpaka kuzama jua. Ar-ruknu ar-rabi', ar-ruknu al-khamis, nguzo ya 5, al-hajj, ni kuhiji Maka. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi 'ala an-nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila, na ana haki ya wajibu Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wote, lakini ana haki ya wajibu Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wote, hajjul bayt, kuhiji nyumba, man istata'a ilayhi sabila, kwa kila mwenye kuweza, kwa kila mwenye kuweza kusafiri mpaka katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kafar, na mwenye kufuru, fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi kwa walimwengu wote, Allah ni tajiri kwa walimwengu wote. Wa maana haji albayt lillahi azza wa jalla, haji baiti lillahi azza wa jalla, na maana ya kuhiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa qasdu albayt alharam linnusuk, ni kukusudia nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo la kufanya ibada ya hija, au ibada ya nini, au ibada ya al-umra. Kisha baada ya hapo akataja musannif wa irshad al-muslimin, akasema babu furudhi al-wudu, mlango uliokuja kubainisha faradhi za wudu. Akasema furudhu al-wudu 6. Awalan, al-furudh jam'u fardh, furudh jam'u ya fardh, wa huwa ma talaba ash-shari'u fi'lahu, ni ile ambayo sheria imekutaka kufanya, ala sabili al-ilzam, katika njia ya kulazimisha. Kwa maana fardhi na wajib ni kitu kimoja, kwa maana sheria inakutaka lazima ufanye, shita au abaiti, unataka utaki, lazima ufanyeje? Lazima ulifanye hilo ambalo sheria imekutaka kulifanya. Wa wa'ada athawaba ala fi'lihi wal iqaba ala tarkihi, na akahaidi thawabu kwa kufanya, yani na makosa, na wal iqaba ala tarkihi, na adhabu kwa mwenye kuacha. Wal muradu bihi al arkan, na mradi wake ni arkan. Kwa hiyo sisi katika madhhabi Imam Shafi'i radhiyallahu anhu, katika madhhabi Imam Shafi'i, ruknu na fardhi na wajib ni kitu hichi moja, na hasa katika nini? Qulu, hasa katika swala, ni katika maeneo machache mno ambayo Shafi'iyya wanatofautisha kati ya nguzo na wajibati. Nayo ni sehemu gani ambayo ni mashuhuri, ambayo mnaikumbuka? Naam, mani yaqulu, kuna sehemu ambayo ni mashuhuri kabisa ambayo Shafi'iyya radhiyallahu anhu wanatofautisha kati ya ar-rukn wal fardh
والواجب. نعم. من يقول؟ نعم نعم يا شيخ. نعم. katika ibada ya hija ahsante, katika ibada ya hija ahsante, umewaokoa wenzako. Kwa sababu tumesoma, si ndivyo? Tumesoma leo tukasema kwamba Shafiia hawana nguzo na faradhi na wajibu ni kitu kimoja kwao, lakini wao katika swala sio kama Hanabila. Wao Hanabila wana faradhi, wana arkan, wana wajibati, si ndivyo? Na wana as-sunan, si ndivyo? Sisi Shafiia tuna nini katika swala? Man yaqul? Naam. Katika swala yani tegemea yote mtanyosha. Naam bwana harusi. Naam. Wana arkan. Jambo la kwanza unaanza juu. Wana arkan, ambayo hiyo arkan inakusanya vitu vyote vitatu, viwili, yani vinakuwa ni vitatu. Arkan, wajibat wa madha. Ngoja kwanza arkan wa wajibat na nini? Ngoja arkan na wajibat na faraidh kitu kimoja. Kwa hiyo vyote hivi vinaingia katika kitu kimoja. Kwa hiyo ukisema rukun kama vile umefanya fardhi, kama vile umesema wajibu. Hilo ni jambo la kwanza. Chini yake baadhi ya arkan na wajibat, baadhi ya arkan au baadhi ya wajib au baadhi ya fardhi inafuatia nini? Wana nini? Ab'ad. Jayyid. Wana ab'ad. Baadhi ya ab'ad chini yake wana hayat. Tumefahamiana vizuri hapo. Hiyo ni katika madhhabi ya Imam Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i radhiyallahu anhu. Kwa hiyo mafudhu alwudhu sita. Kwa hiyo alwudhu ma'khudh min alwadha'a. Alwudhu ma'khudh min alwadha'a. Wadha'a maana yake nini? Wadha'a ni kule kumetameta, ni kama mwanga. Wa hiya alhusn walbahja, ni ule uzuri, ni ule uzuri na furaha. والمراد به هنا التعبد لله تعالى باستعمال الماء في الأعضاء المعينة على كيفية مخصوصة. معنى يوضو لكمعبود الله سبحانه وتعالى وكتمية maji katika viungo maalum ala kayfiyati makhsusa, kwa namna maalum aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal aslu fihi qawluhu ta'ala, na asili ya udhu yani dalili yake ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu, yenyi ambao mmeamini, idha qumtum ila salah, mtakapokuwa mmesimama kwa ajili ya swala, faghsilu wujuhakum, osheni uso wenu, wa aidiakum, mikono yenu, ila almarafiq, mpaka kwenye pepsi mbili, mpaka kwenye pepsi au wengine wanaita kiwiko. Ni pepsi hii, ndio pepsi hii, si ndivyo? Ndio mirfaq ila almarafiq. Wamsahu bi ru'usikum, na panguseni baadhi ya vichwa vyenu, yani sehemu katika vichwa vyenu. Wa arjulakum ila alka'bayn, na iosheni miguu yenu mpaka kwenye kongo mbili. Wa in kuntum junuban fatahharu, mkiwa na janaba basi jitwalisheni, ogeni. Wa in kuntum marudha, na ikiwa mnaumwa, au ala safarin, au safarini, au jaa ahadun minkum min algha'it, au amekuja mmoja wenu kutoka haja kubwa au ndogo, au lamastumun nisa, au mkao mmewagusa wanawake, au lamastumun nisa, au mkao mmewagusa wanawake. Yani hiyo ni tafsiri ya Shafi'ia, mkao mmewagusa wanawake, sawa. Falam tajidu ma'a, mkawa hamjapata maji, fatayammamu sa'idan tayyiba, hapo sasa mtatakiwa kutayammam, kukusudia mchanga uliokuwa mzuri katika asili yake, ambao haujachanganyikana na kitu chochote. Hapo aliposema sa'idan tayyiba ni mchanga wenyewe au udongo wenyewe ambao haujachanganyikana na kitu chochote, kwa maana haujachanganyikana na mathala simenti, haujachanganyikana na nini, na unga, haujachanganyikana na kitu chochote, yani ni wenyewe.
famsahu biwujuhikum, panguseni nyuso zenu. Famsahu biwujuhikum, kwenye hiyo tayammum panguseni nyuso zenu. Wa aidiakum minhu, na panguseni mikono yenu kutoka katika ule nini, katika ule mchanga. Kwa hiyo hii aya inabainisha masala ya udhu, inabainisha masala ya nini, masala ya kutayammum. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, pia dalili ya udhu ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man tawadda fa ahsana alwudhu, mwenye kutawadha akaufanya udhu wake vizuri, wasalla na akaswali, ghufira lahu ma bainahu wa baina as-salati al-ukhra, atasamehewa yale yaliyo kati yake na kati ya swala nyingine, huwa nasamehewa. Rawahu Muslim an Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo yote haya ni fadhila miongoni mwa fadhila za udhu, ni fadhila za mtu ambaye anaswali, anapata fadhila nyingi. Anapata thawabu akiswali, anapata thawabu akitawadha, anapata thawabu akitembea kutoka nyumbani kwake kuelekea msikitini, anapata thawabu ya kusubiri nini, as-sala. Zote hizi ni thawabu anazipata mtu mwenye swali. Furudhul wudhu sita, faradhi za udhu ni sita. Al-furudhu lughatan, faradhi lugha, min faradtu shay'a afradtuhu fardha, ni neno ambalo linatokana na kwamba nimefaradhisha kitu, kwa maana nimekulazimisha, aujabtuhu wa alzamtuhu bihi, nimelazimisha kukifanya. Wa yati al-fardh bi ma'na at-taqdir, faradhi inakuja kwa maana ya makadirio, kukadiria na kupima. Fa yuqalu faradha al-qadhi an-nafaqata fardha, bi ma'na qaddaraha, kwamba qadhi amekadiria matumizi. Kwa mfano mtu amegombana na mke wake kwamba ananipa matumizi haya, qadhi akawa hilo amelisimamia, akisema kwamba utakuwa unampa kiwango fulani, na hapo ni pale walipokuwa wametofautiana mke na mume katika swala la nini, katika swala la matumizi, kwamba ampe kiwango gani cha nini, cha matumizi. Kwa hiyo qadhi anaweza kayakadiria hayo matumizi. Yani Qur'an na Sunna vimekuja kwa mwanamume ampe matumizi nani, mke wake, lakini anapotofautiana mke na mume kwamba apewe kiwango gani, hapo anarudi kwa qadhi. Qadhi anakadiria kwamba atapewa kiwango kadhaa. Wa shar'a, na sheria. Wal wudhu lughatan ma'khudhu min al-wadha'a kama bayyana, wa hiya al-husnu wan nadhafa, ni ule uzuri na kuna usafi. Wa shar'an ismun li ghasli a'dha'i makhsusa, ni jina la kuosha viungo maalum. Muftatihan bi niyyati makhsusa, akiwa anafungua hilo nia maalum. Kaniyati rafi al-hadath, kama nia ya kuondoa hadath. Qawlihi rahimahullah, qawluhu rahimahullah, furudhul wudhu sita, faradhi za udhu ni sita. Yani anasema al-Khatib ash-Shirbini rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati maani alfadh al-minhaj, anasema rahimahullah ta'ala, wa zada ba'dhum sabi'an wa huwa al-ma'u at-tahur, na wengine wakasema kama ni masharti saba, na sharti la saba ni maji ambayo ni at-tahur. Nini maana ya al-ma'u at-tahur? Naam, nini maana ya al-ma'u at-tahur? Man yaqul? Naam ya shabab, al-ma'u at-tahur. Naam, naam Sheikh Abdul Karim. Wal ma'u alladhi la, amesemaje? Wal ma'u alladhi la yunajjisuhu shay'un, mwingine maji ambayo yanasoma na kitu chochote. Naam, الماء الطهور anasema huwa الماء الطاهر بنفسه مطهر غيره, ni maji ambayo yana yenyewe ni tahara na yanaweza kutawarisha kitu kingine. Mwingine? Naam Sheikh. kullu ma nazala min as-samai au naba min al-ardi, kila maji ambayo yanatoka mbinguni au yanatoka ardhini, kuna kitu fulani. Naam, mwingine? Naam Sheikh.
Jazakallahu khairan. Naam Sheikh. Walam huwa ma nazala min as-samai au naba min al-ardh wa lam najisuhu shay. Mwingine? Naam Sheikh. Naam, huwa al-ma'u alladhi lam yataghayyar ta'muhu wala launuhu wala rihuhu. Maji ambayo haijabadilika rangi yake wala kadha wala nani harufu yake. Na mwingine? Naam. Naam, zote hizo ni sifa za nani tahur. Naam, mwingine? Al-ma'u tahur. Naam. Walam umejitahidi sana wewe. Walam yukhalituhu najis walam yatanajjas binajisin walam yakun mustamala. Sasa basi ngoja niulize swali nyingine, niseme hivi, ma huwa al-ma'u al-mutlaq? Naam. Naam bwana harusi. huwa alladhi utrika alayhi ismu al-ma' wa lam yukhalituhu shay'un. Ni maji ambayo yanaitwa kama ni maji na wala hajachanganyikana na kitu chochote. Jayyid, mumtaz. Mwingine? واحد آخر. الماء المطلق. نعم. نعم شيخ. ndio hiyo shaitani huwa al-ma'u الطاهر المطهر. نعم. نعم شيخ إبراهيم. هو الماء الذي أدرك عليه اسم الماء ولم بدون إضافة اسم الآخر. ونجوزها لأنه موجة لازم بدون إضافة اسم آخر لازم bila kuongeza jina jingine ambalo linalazimiana nayo. Mwingine? huwa ma khada anil quyudi lazima. Ni maji ambayo yamepukana na nini? Na vidhibiti vya nini? Vya lazima. Ka kaulihim, kama kauli yao, ma'ul asma'u al-burtuqal. Si ndivyo? Haya masala nini wengine tumeyasoma nini? Tumeyasoma wiki iliyopita. Si ndivyo? Sasa nashangaa kwa nini nimesahau. Alafu muhimatul fiqh nimesahau. Haya mambo yote yapo au hamna muraja? Abdullah Fawzi kwa muraja hakuna? Naam. Naam, jitahidini kufanya muraja. Kwa hiyo hayo ndio ma'ul mutlaq, kwamba ni yale maji ambayo yamebakia katika jina lake, khalid anil quyudi lazima, imepukana na zile vile vidhibiti vya lazima. Yani inabakia kwamba ukisema kama nataka maji ni maji yale. Jayyid. Kwa anasema al-Khatib al-Shiribini, wazada ba'du sabi' wa huwa al-ma'u at-tahur. Qala fi sharh al-Muhadhab was-sawabu annahu shartun, ili ni sharti la maji yenyewe. Ili ni sharti la nini? La maji yenyewe. Wastushkila, anasema kwamba na umeletwa mushkil bi'addi turab ruknan min at-tayammum, kuhesabu mchanga katika nguzo za kutayammum. Ujiba bi anna tayammuma taharatu darura, kwamba tayammum tahara ya dharura. Bal qala ba'dhum innahu la yahsunu 'addi turab ruknan, wengine wamesema kama haifai kuhesabu mchanga kama ni nguzo miongoni mwa nguzo za kutayammum. Li anna al-ala jismun, kwa sababu ala ni nini? Ni ule mwili ambao ile mikono yako ile. Wal fi'lu arad, na kitendo ni arad. Arad ni kitu ambacho huwezi kukishika wala kukileta. Fa kaifa yakunu al-jism juz'an min al-arad? Vipi mwili
mwili uwe ni sehemu katika nini, katika ardhi. Haya yametaja katika mudhi ni muhtaj, kama hamjaelewa vizuri maneno ya al-Khatib al-Shibiri, insha Allah tabaraka taala yatakuja kueleweka huko mbele biidhnillah al-karim. Al-awwal asma an-niyya. Al-awwal an-niyya inda ghasl al-wajh, ni nia wakati wa kuosha uso. Fala yajuzu an tataakhara an-niyya an awwal juz'in al-wajh, haifai nia kuchelewa katika sehemu ya kwanza ya uso. Yani kwa mfano mathalan, ukiwa unatawadha, unachukua udhu, wakati unaleta ile nia ya kutawadha, inatakiwa iwe kabla ya nini? Kabla ya kuyaweka maji. Wakati unaweka maji, iwe ile nia uko nayo ya kwamba wewe unaondoa hadathi ndogo au unaondoa hadathi kubwa. Lau kama utaleta nia hali ya kuwa ushaosha sehemu katika uso, basi ile nia itakaa sehemu sio ya kwake. Yani kwa maana itachukua katika ile eneo ambalo umelichukua udhu, ile eneo ambalo lilikuwa bado hujachukua nia litahesabika bado haijafanyaje, halijachukuliwa nini, kulu haijachukuliwa udhu. Tumeelewana vizuri hapo? Anasema al-awwal an-niyya, sehemu ya kwanza ni nia. Ni habari sahihain, kwa habari ya sahihain, inma al-a'malu binniyat, si vingine matendo yanakuwa kwa nia. Ay al-a'malu mu'taddu biha shar'an, matendo ambayo yanazingatiwa sheria, yanazingatiwa kwa nia. Hii nia ina mambo, nia ina mabhath, na mabhath zake ni kama ifuatavyo. Mabhath ya kwanza ni haqiqatu niyya. Haqiqatu niyya lughatan al-qasd, kwanza haqiqa nia kilugha ni kusudia, wa shar'a qasdu shay muqtarina bi fi'li. Nia maana yake ni kukusudia kitu hali ya kuwa umeambatanisha nini, umeambatanisha kitendo chake. Yani ile nia wakati unaileta inabidi kile kitendo unachofanya kisubiane. Kwa mfano ngombe khissa ambacho huwa nakitaja mara kwa mara, Imam Shafi'i radhiyallahu anhu alipoenda Iraq, akafika katika mji wa Kufa, alikutana na kijana mmoja alipoingia kwenye al-Masjid al-Kabir, katika ile masjid, katika masjid ule wa masajid ya Kufa, wakati ameenda kusoma Imam Shafi'i kwa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, wale wanafunzi wa Abu Hanifa. Alipofika pale Imam Shafi'i akamuona mtu anaswali, hana khushu katika swala yake na wala hatulizani kwenye swala yake. Yule kijana alipomaliza kuswali akamwambia kwamba mbona kuna tamaanina, ambapo tamaanina katika swala ni nini? Ni nguzo katika nguzo za swala. Yule kana la yatmainu fi salati, alikuwa hatulizani kwenye swala yake. Imam Shafi'i radhiyallahu anhu, yule kijana baada ya kumaliza swala akamuita akamwambia kwamba mbona unaswali hivi, unaswali hutulizani kwenye swala. Yule kijana akamsema Imam Shafi'i alikuwa hamjui kama ni nani, kana la yaarifu, alikuwa hamjui. Imam Shafi'i hakujitambulisha baada ya kutukanwa, hakujitambulisha. Na hii ndio daabu al-aimma, ni kawaida ya maimamu. Hakusema mimi ni fulani, ni imamu fulani, hakusema. Imam Shafi'i akakaa kimya. Baada ya hapo yule kijana akaenda kwa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, akamwambia kwamba nimekutana na mtu mmoja msikitini, sidhani kama anajua fiqh. Yani yule kijana akamwambia hivyo, sidhani kama huyo mtu anajua nini fiqh. Nimeswali akaisema vibaya swala yangu, kama kwa nini ninaswali kama ninavyoswali, right? Kwa hiyo akawa anamwambia nani, Muhammad ibn Hasan, yule kijana. Muhammad ibn Hasan akasema hapana, usimhukumu hivyo, isipokuwa tu nenda kamuulize ili tujue kama ni mwanachuoni au si mwanachuoni. Kamuulize hivi, bima tadkhulu fi salah au bima tastaftihu as-salah, kwa jambo gani unaifungua swala, kwa jambo gani unaingia katika swala. Imam Shafi'i aliulizwa swala hili na yule kijana baada ya kuja msikitini. Imam Shafi'i akamjibu akamwambia, adkhulu bi fardhaini wa sunna. Akasema naingia kwenye swala kwa faradhi mbili na nini, na sunna. Naingia katika swala kwa faradhi mbili na sunna.
Tumeelewana vizuri hapo? Faradhi mbili ni zipi? Man yaqul an-niyya wa takbiratul ihram. Nia na takbiratul ihram, hizi ni faradhi mbili. Na sunna ni nini? Man yaqul wahid akhar, Sheikh Rajab, rafu al-yadayn. Jayyid, ahsantum. Kwa hiyo baada ya kuambiwa hivyo kwamba adkhulu al-fardhain wa sunnah, Muhammad ibn Hasan akasema huyu atakuwa ni talibul ilmi au atakuwa ni mwanachuoni kama tafadhaltu. Akatoka kule akaja na kongamano la wanafunzi wake mpaka wakaingia pale wakakutana na al-Imam Shafi'i. Alipofika pale akamsalimia, akamuuliza wewe ni nani? Akasema mimi ni Muhammad ibn Idris. Baada ya kujitambulisha, Imam Shafi'i akafurahi sana, akasema mimi ni Muhammad ibn Idris Shafi'i. Akawa amefurahi sana Muhammad ibn Hasan Ash-Shaybani, akasema huyu ni mwanachuoni huyu. Akasema kuntu asma'u bihi, nilikuwa nasikia kwamba yuko Madina anasoma kwa Imam Malik. Sasa leo tumekutana katika mji wa Kufa. Hii ndio ilikuwa ni mwanzo hapo. Imam Shafi'i anaingia Baghdad, anaingia Kufa, sio Baghdad, anaingia Kufa na anaanza kuchukua ilmu kwa nani? Kwa Muhammad ibn Hasan Ash-Shaybani rahimahullah ta'ala. Sasa hapa nasema ina maana ukiwa na swali kwa hii taarifu tuliyoieta kwamba maana ya nia ni qasdu shay mukhtalina bimadha bifi'lihi, ni kusudia kitu hadi ya kuwa unaambatanisha kitendo chake. Kwa hiyo ukiingia katika swala unafanyaje? Wakati huo una nia ya swala, na wakati huo unaleta takbira, na wakati huo unanyanyua nini? Mikono mbili. Hivi vitu vyote vitatu unavifanya kwa wakati huu mmoja. Unasema Allahu Akbar, sawa? Huko unaleta nia, na huko unaleta takbiratul ihram, na huko unanyanyua nini? Mikono miwili. Na vile vile katika udhu, na vile vile katika udhu. Kwa maana wakati unaanza kutawadha kile kiungo cha kwanza ambapo ni alwajh, hapo wakati una nia ya rafu madha, ya kuondoa hadath. Wa hukmuha, na hukumu ya nia alwujub, nia ni wajib kama ulima, kama ilivyofahamika. Wa mahalluha alqalb, na sehemu yake ni moyoni. Wal maqsudu biha, na maksudio ya nia, maksudio ya nia tamyizu liibadati anil aada au tamyizu mutabiha. Nia maksudi yake inapambanua kati ya ibada na mambo ya kaida, lakini kuna kipindi inatofautisha kati ya ibada zenyewe kwa zenyewe na zile ngazi zake. Kwa mfano, mtu mmoja kaoga, mtu wa kwanza ameoga na mtu wa pili kaoga. Wa kwanza ameoga janaba na wa pili ameoga nini? Hudu. Ameoga litabarudi, alikuwa na joto, akaona ngoja niubadilishie nini mwili wangu. Jambo gani ambalo linatenganisha kati ya hivi vitu viwili? Ni nini? Ni ania. Alisa kadhalika? Naam. Nia ndiyo ambayo inatofautisha. Nia inatofautisha pia kati ya swala, kati ya ibada na ibada. Nia inatofautisha kati ya ibada na ibada. Ameingia msikitini. Kaingia wapi? Msikitini, amesali rakaa mbili. Na mwingine kaingia msikitini, amesali rakaa mbili. Wa kwanza kumbe alikuwa amesali Masjid Ibn Abbas. Zile rakaa mbili alizoswali ni za baada al-maghrib. Na wa pili alikuwa tayari ashaswali, na hizo rakaa mbili kwa ashaswali, amesali tahiyatul masjid. Ni kitu gani ambacho kinatofautisha kwamba hizi rakaa mbili ni za maghrib na hizi rakaa mbili ni za nini? Ni za tahiyatul masjid. Man yufarriq bi an-niyya. Alisa kadhalika? Naam. Kwamba kinachotofautisha hapa ni nia ndiyo ambayo inatofautisha. Lakini pia nia inaweza kutofautisha zile rutba, zile daraja za zile ibada. Wameingia watu wawili, mmoja ametoka Ibn Abbas amesali rakaa mbili, na mwingine ametoka nyumbani kwake amesali rakaa mbili. Mmoja amesali rakaa mbili tahiyatul masjid, na pili amesali rakaa mbili kipindi za salatu madha alfajr. Amesali rakaa mbili
yani anasali salatul fajr, salatul fajr raka mbili, kasali salatul fajr fardhan. Kilichofundisha vyote hivi ni nini? Ni ania. Jayyid mashayikh. Kwa hiyo hizi zinatufundisha hii daraja. Mmoja ametoa sadaka, amekuja amekupa sadaka hapo, akakupa 100,000, na mwingine pia akakuletea 100,000. Mmoja ametoa zakatul mali na mwingine ametoa sadaka tu ya kawaida. Hicho tufundisha nini hapo? Ni ania. Tumeona vizuri mashaka wangu. Idhan ania tumayiz baina al-ibadati wal 'ada. Nia inatufundisha kati ya ibada na mambo ya kawaida ya ada. Wa tumayiz baina al-ibadat ba'dhiha li ba'dhi, na inatufundisha kati ya ibada zenyewe kwa zenyewe. Wa waqtuha, na wakati wake, wakati wa nia awwalul furud ka awwal ghasl juz'in min alwajh, ni mwanzo kabisa wa faradhi, mwanzo kabisa, kama kuosha sehemu ya kwanza katika nini, katika kiungo, katika uso. Kwa mfano pale unapoanza kuosha pale unafanyaje? Una nini, ndipo unapoletea, yani inabidi nia iwe imeshapatikana. Wa shartuha islamu nawi, na sharti lake ni ule uislamu wa yule mwenye kuleta nia, sawa. Watamyizuhu au naam, watamyizuhu, na kule kumaizika kwake, ile tamyiz, sinu tamyiz. Tamyizuhu ay sinu at-tamyiz, au na sinu tamyiz, pale ambapo anaweza kumanua kati ya baya na zuri. Wa ilmuhu bil manwi, na au anajua kile ambacho anatokea nia. Wa adamu itiyanihi bima yunafiha, asilete kitu ambacho kinapingana na nia. Bi ayastasibha, kwamba ile nia afanyeje? Ayastasibha, ile nia aiambatanishe, aisubishe, aendelee nayo. Wa adam qat'iha, na asikati hiyo nia, asikati. Tumeelewana vizuri hapo? Unaanza na nia kuanzia mwanzo mpaka wapi? Mwisho wa ibada. Lakini ukikata ile nia katika ibada inakatika, isipokuwa katika hija na umra, kama sayati maana insha Allah tabaraka wa taala. Wa waqtuha awwalul furudhi ka awwal ghasl juz'in min al-wajhi qad bayyana. Wa inma lam yujibu al-muqarana, hakika haijawajibisha kwamba ndio ifatanishe bisomo katika somo, li'usuli muraqabati al-fajr, kwa sababu ya ule hukumu wa kuiendeleza katika salatu madha al-fajr. Yani kwa maana katika salatu fajr ni vipi? Angalia jambo, ni wakati gani unaanza kufunga? Kwa mfano leo na kesho naamka na somo, wakati gani unaanza kufunga? Naam, inda tulu al-fajr as-sadiq. Kwa nini unaogopa sasa? Wakati wa kutumia al-fajr ya kweli ila ghurubi shams, si ndio maana yake? Sasa inda tulu al-fajr, hivi mtu unajizuia inda tulu al-fajr, au ile kuchomoza al-fajr inakuta tayari ushajizuia, si ndio maana yake? Na nia hiyo tayari ushaileta tayari nia. Wanasema kwamba hawajakulazimisha ile nia uendelee nayo, yani istishab li'usuli muraqabati al-fajr, kwa sababu ya ule hukumu wa ule kuisubiri al-fajr, wa tatbiqi niyyat alayhi, na kuifanyia kazi nia katika hiyo kuchomoza al-fajr. Tumeelewana vizuri hapo? Hiyo ni katika saumu. Kwa hiyo ukishaiweka ile nia ule usiku, khalas, mambo yanaendelea kama kawaida, kama wewe umefunga. Labda ukikata, wa kaifiyatuha, na namna ya kuleta nia, takhtalifu bihasabi al-abwab, ila tofautiana na ile milango ya ile masala, ila tofautiana. Ka ayanu yahuna rafu al-hadath, kwa mfano anaweza kanuia hapa kuondoa hadath, au tatahur, au kuitwarisha na hiyo al-hadath, kama sayati insha Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema wa yakfi ayanu yarafu al-hadath, inatosha mtu akiwa anatawadha akaleta nia kwamba mimi naondoa hadath, hii inatosha. Ayanu yarafu al-hadath sawa'an ayyana al-hadath fi niyyati au lam yu'ayyinuhu, sawa ainishe ile hadath au asiainishe. Na wa rafa jamiha, sawa anuie kuiondoa yote, au rafa ahadiha, au kuondoa baadhi yake.
wa inma ajza'ahu ayyanu yarfa alhadath, hakika imemtosheleza kuondoa hadathi, lianna alhadatha huwa almani' min as-salah, kwa sababu hadathi ndiyo ambayo inazuia kuswali. Fa idha nawa raf'ahu zala ma kana mani' min as-salati wa ajza'ahu, itakuwa sasa inaondoa kila kitu ambacho kilikuwa kinazuia kuswali na itakuwa imetosheleza. Kwa mfano mathalan, unataka uswali, una hadath, labda ulitokwa na upepo au ulikuwa haja dogo au haja kubwa jayyid, lakini pia kwenye mkono kulikuwa na nini? Pulu, kulikuwa na najisi. Wewe ukishaleta nia ya kuondoa nini? Hadath, vitu vimefanyaje? Vimeondoka, kwa sababu hadathi ndiyo ambayo inakuzuia kuswali. Ama hii najisi naam inakuzuia kuswali, lakini kuiondoa kwake hakuhitaji nini? Hakuhitaji nia. Kuondoa hadath hakuhitaji nia. Kuondoa nini? Kuondoa najisi hakuhitaji nia. Ikishaondoka imeondoka yenyewe. Kwa pale wakati unaondoa hadath, ikiondoka kitu chochote, kiondoka khalas, kitakuwa kimeondoka. Jayyid. Tayib, akasema wayakfi ayyadu ya'rafu alhadath au tahara, au akanuia tahara akasema nawaitu, au akanuia katika moyo wake akasema nawaitu taharata iswala, nimenuia kujitwaharisha kwa lengo la swala, au nawaitu adaa fardhi alwudu, nimenuia kutekeleza faradhi ya udhu, au nawaitu istibahata madha as-sala, nimenuia kuhalalisha swala. Yote hayo yanafaa. Fasifatu niyya fil wudu ayyan yarfa al-hadathi, sifa ya nia katika udhu anuie kuondoa hadathi au taharatu min al-hadathi, au tahara kujitwaharisha kutokana na hadathi, au nawaitu adaa fardhi al-wudu, nimenuia faradhi ya udhu. Wa ayyuha nawa ajza'ahu, chochote kile atakayoleta anafanyaje? Inamtosheleza, li'annahu nawa al-maqsuda wa huwa rafu madha al-hadath, kwa sababu amenuia kicho kusudiwa nayo ni nini? Kuondoa hadathi. Fa idha nawa tahara al-mutlaqa, kwa mfano mtu akanuia tahara ya moja kwa moja, lam tujzi, haipo tosheleza, lianna tahara kad takunu an hadathi wa kad takunu an najas, kwa sababu tahara inaweza kuwa ni hadath, kuondoa hadathi au kuondoa nini? Najisi. Falam tasiha bi niyyatin mutlaqa, haitofaa kwa nia ya moja kwa moja. Wa inna taharata lisala, ikiwa tanuia tahara kwa ajili ya swala, au li amrin la yustabahu, au jambo ambalo la yustabahu illa bitahara, jambo ambalo hali nusiwi isipokuwa kwa tahara. Yani kwa mfano akanuia kwamba nawaitu alwudu li qira'ati alquran, kwa sababu kusoma au li akhdhi almathhab au ma ila dhalik, au nawaitu li ajli tawaf aina ini haifai isipokuwa nini? Kwa tahara. Mpaka mtu awe na udhu, si maana yake naam. Asema kama sil mashaf wa nahwi ajza'ahu, inamtosheleza, li'annahu, kwa sababu la yustabah ma'a al-hadathi, hairuhusiwi kama mtu ana hadathi. Fa idha nawa taharata, akinuia tahara, lidhalika, katika hilo tadammanat niyyatuhu rafa al-hadathi, itakusanya nia yake kuondoa hadathi. Fa innawa, akinuia at-taharata bi qira'ati al-Qur'an, akanuia kwa kusoma Qur'an, wa yujulusu fil masjid, kama msikitini, wa ghairi dhalika mimma tustahabbu lahu at-tahara, wa yala mudi sunna tahara, yani kusoma Qur'an ni sunna, usome ala madha, kama msikitini sunna, wewe msikitini ala madha. Fa fihi wajhan, katika madhhabu kuna wajhi ngapi? Ahaduma annahu la tujzi'uhu, kwamba haitomtosheleza, liannahu yustabahu min ghairi tahara, kwa sababu hilo lilonuia linafaa bila tahara. Fa ashbaha ma idha tawadda lilabsi madha athawbi, imefanana kama vile mtu akatawadha kwa lengo la kuvaa nini? Lilabsi madha athawb, ametawadha ili avae nguo. Wathani, wajhi wa pili, tujzi'u liannahu yustahabbu lahu an la yaf'ala dhalika, kwa sababu ni sunna kwake asifanye hivyo, wa huwa muhdithun, haja kuwa na hadath. Fa idha nawa tahara lidhalika, akinuia tahara katika hilo, tadammanat niyyatuhu rafa al-hadathi, hii nia itakusanya kuondoa nini? Ile hadathi. Na hii ndio kauli iliyokuwa sahihi, alhamdulillah. Wa inna bi taharatihi rafa al-hadath, akinuia kwa tahara yake kuondoa hadathi. Wa tabarrud, na akanuia kwa lengo la nini?
yani akakusanya vitu viwili katika nia, ananuia kwa lengo la tahara na kwa lengo la kubadilisha nini mwili, si ndivyo? Watandhif na kujinini kulu atandhif, kufanyaje? Kujisafisha. Fahawuhu, udhu wako tasihi ala almansusi fi albuwaiti, kwa ile ambayo ameileta nasu al-Imam al-Hafidh al-Buwaiti rahimahullah ta'ala, ambaye ni katika kibaru tulabi Shafi'i au talamidhi Shafi'i, katika wanafunzi wakubwa wa Imam Shafi'i, li'annahu rafa al-hadathi wa dhamma ilayhi ma la yunafihi, kwa sababu yeye amenuia kuondoa hadathi na akaongeza kitu ambacho hakiwi kinyume na kuondoa nini hadathi. Kama mimi natawadha naondoa hadathi, lakini kwa lengo nini? Nilikuwa na jasho, nalo nifanyeje? Liondoke, havipingani. Wa min ashabi, na katika ashabu Shafi'iyya, man qala, kuna wale waliosema la yasihu wudu'uhu, au tusihu udhu wake, liannahu sharika fi niyya baina al-qurba wa baina ghairihi, kwa sababu ameshirikisha katika nia kati ya ibada. Al-qurba ni ibada, na kati ya kitu kingine ambacho sio nini, sio ibada. Wallahu alam. Kisha akasema wa man dama hadathuhu kama istahadha. Hii darasa inshallah kuanzia hapo tutaelezea katika darasa itakayofuatia biidhnillah azza wa jalla, katika Jumatatu inayokuja. Wallahu ta'ala alam. Falyuadhin almuadhin. Pata faida mbalimbali kutoka Markaz Imam al-Muzani na nje ya Markaz Imam al-Muzani kupitia chaneli yako pendwa ya Al-Muzani Online TV.